kujitegemea, self independence. Self independence. Kujitegemea kinyume chake ni kuwa tegemezi. Kinyume chake ni kuwa mtumwa. Kinyume chake ni kutokuwa na ya kwako binafsi. Ni somo ambalo ni pana kidogo, ni kubwa sana, lakini mimi nitachukua eneo fulani tu ambalo nitakwenda nalo. Mimi sio mwanasiasa, kwa hiyo sitaongea mambo ya uhuru yanayohusiana na mambo ya kisiasa. Nitaongea hasa upande wa kiimani. Naomba tuanze kwa kusoma kitabu cha Wathesalonike sura ya 4 mstari wa 11 hadi wa 12. Wathesalonike sura ya 4 mstari wa 11 hadi wa 12. Yes. Wathesalonike wa kwanza. Tena mjitahidi kutulia na kutenda shughuli zenu na kufanya kazi kwa mikono yenu wenyewe kama tulivyowaagiza. 12. Ili mwende kwa adabu mbele ya walio nje, wala msiwe na haja ya kitu chochote. Amen. Tena mjitahidi kutulia na kutenda shughuli zenu na kufanya kazi kwa mikono yenu wenyewe kama tulivyowaagiza, ili mwenende kwa adabu mbele yao walio nje, wala msiwe na haja ya kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Ni maneno magumu kidogo, lakini ndio ukweli. Labda nianze kusema hivi kwamba kujitegemea kwanza ni swala la perception, ni swala la mindset, ni swala la akili, ni swala la ufahamu. Ili mtu aweze kujitegemea, lazima kwanza ufahamu wake utoke kwenye utegemezi. Lazima ukombolewe kutoka kwenye utegemezi. Mimi wanaangalia nchi zetu za Kiafrika muda wote zimetegemea Ulaya. Bajeti zetu zinategemea nchi zingine. Na hiyo imekuja wakati fulani mpaka kwenye makanisa. Imekuja mpaka kwa mashirika mengine. Ili shirika liende linahitaji donation kutoka nje. Na tunajitahidi kweli kuandika maproposal, write up, kuandika maandiko, mpaka wakati fulani tunazalilisha mpaka utu wetu kwa sababu ya mimi nimekuwa nikipitia mitandao mingi ambayo wanazile, kuna compassion, kuna vituo vya misaada wanafunzi na namna mbalimbali. Kuna wakati nilikuwa nafanya kazi tu ya kuangalia, nakuta hawaposti vile vitu vizuri, wanatafuta vitoto vimechoka, wanaenda wanapiga zile nyumba. Wamasai naomba msamehe,
wanapata zile nyumba za kijijini umasaini zile, ndio wanapiga afu wanarusha kwenda kuombea misaada. Wanakwenda vijijini huko, chukua vitoto vichafu. Kwa hiyo unakuta wale watu wa nchi zingine wanakutana na namna fulani ambayo wanafikiri Watanzania wote ndio tuko hivyo. Ninalisema hili kwa sababu nimekutana nalo practically. Nakumbuka hapa alikuja mtu mmoja kutoka Philippines. Missionary mmoja alitoka Philippines, kwa wale ambao walikuwepo those days. Yule mtu alipokuwa anakuja alibeba kila kitu kuhakikisha anaweza kujitegemea. Alibeba namna ya kupika, alibeba vihera kwa ajili ya kusupplement chakula, alibeba mpaka vigodoro vya kulalia. Sasa tukawa tunamuuliza, kwa nini umefanya hivyo? Anasema, picha niliyokuwa nayo ya mahali nilikokuwa ninaambiwa niende, sikujua kama kuko hivi. Kwa alijua mahali pa kulala hapapo, alijua vitu vya kujifunika havipo. Yaani alijua barabarani atakuwa naona wale watoto ambao wanakutana nao kwenye picha. Sijui kama mnanielewa. Kwa nini hamjaona? Hakuna watu matajiri kama Wamasai. Wamasai ni matajiri sana. Anaweza kuwa na kijumba hicho alicho nacho, lakini ana ng'ombe 2,000. Ng'ombe 2,000 sasa na ngapi? Na shilingi ngapi? Billions of money. Mimi wa kutoka kule nina kashamba kangu ka heka 2-3 na kajumba kangu kabati, ambako thamani yake ukithamanisha hata milioni 30 hazifiki. Lakini mwenzio ana rasilimali za bilioni, lakini anaishi kwenye nyumba ya nyasi. Ni swala tu la kichwa kukaa vizuri, kwamba pale sio haki yake kukaa. Lakini they are not poor, sio maskini. Hata nikimuuliza kweli, Noah, kweli nyinyi ni maskini? Wale watu sio. Lakini watu wametumia tule tujumba twao na watoto vile wanavyovaa. Wenzetu ni namna ya kuvaa. Kuvaa kwao sio umaskini. Kuvaa ile rubega na yale makatabuga sio umaskini. Ile ni desturi yao. Yaani sitamani mimi kuwa na watu hapa wanaoposti watu wetu kule nje kuomba fedha za watu. Wao ndio waposti, waje watu waposti kwetu ili tuwape msaada. Amen. Ni swala nini? Swala mindset. Kwa hiyo, kwa nini nasema haya? Nataka nikutoe somewhere, nikupeleke mahali pengine. Nataka ubadilishe namna ya kuwaza. Waza kama Mungu anavyotaka. Amen. Mungu hakumuumba mzungu kwamba atawatawala Waafrika. Haiko kwenye Biblia. Sisi wote tumeumbwa ni watawala. Wote tumeumbwa ni watawala. Na wote ni wana wa Mungu. Wote tunasoma the same Bible. Wote tunajazwa Roho Mtakatifu yule yule. Wote tunaombewa sala ya toba ile. Hapo ulipo, hapo nilipo, naweza nikaishi bila msaada kutoka mahali popote na nikaishi. Amen. Wewe unaweza ukaishi ukafanya lolote bila msaada kutoka mahali popote pale duniani.
Mungu anayewabeba wazungu ndiye Mungu anatubeba sisi. Sasa wazungu wenyewe wamechanganyika tu ovyo. Unajua wa maana wao unapokuta nenda kwao ukaona. Nenda kwao ukaona lifestyle yao. Afrika tunaishi kwa raha sana. Tunaishi kwa raha. Jamani, ipendeni Afrika yenu, ni nzuri mno. Amen. Amen. Lakini changamoto, muda wote tumejisikia wanyonge, muda wote tumejisikia hatuwezi, muda wote sisi tunafikiri ni wakupewa, muda wote tunafikiri ni watu wa kutembeza bakuli muda wote. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kuinua kizazi ambacho kitakuwa sio cha kutembeza mabakuli. Kizazi ambacho kitakuwa kina support, sio kinahitaji kusapotiwa. Kizazi ambacho kinajua kwamba naweza kufanya mambo yote na si kwa nguvu zako. Biblia inasema kwamba tunayaweza mambo yote katika yeye atutie nguvu. Kwani uamini katika huyo? Uamini katika huyo? Inawezekana ni maneno magumu, lakini ni ukweli. Ni kwa unapokamua jipu, usimwangalie mtu usoni, utamwonea huruma. Tunakamua ezifu watu na upendo naye, lakini ili apone tunahitaji kizazi chetu kipone. Kizazi chetu kiwe na roho ya kujitegemea. Kizazi chetu kiwe active. Kizazi chetu kifanye kazi badala ya kuzunguka barabarani na kuomba. Kifanye kazi. Yaani fanya kazi hata kama ni ya bure. Fanya kazi. Sio kama mnanielewa. Nasema fanya kazi hata kama ni ya bure, kuliko kukaa unapoteza muda. Kwa sababu ukifanya kazi hata kama ni ya bure, si unakuwa umefanya mazoezi, afya yako inakaa vizuri. Kwa nini bure hiyo? Umepata afya ya mwili. Umepata afya ya mwili. Sasa hiyo ni bure. Waswahili wana misemo mizuri sana. Wanasema mtembea bure sio mrudi. Sio sana mkaa bure. Umekaa umenyosha tu miguu, na siku hizi tuko na TV basi, na unageuza tu channel pale. Paka siku inapita. Umekaa tu. Hatutengenezi kizazi cha aina hiyo. ARCC haitengenezi kizazi cha aina hiyo. Mwambie jirani yako sio hivyo. Mwambie kwa jina la Yesu, pokea roho ya kujitegemea. Kwa jina la Yesu, pokea roho ya uwezesho. Tunapishana na challenge njema kwa sababu ya uvivu. Kwa sababu ya roho tegemezi badala ya roho ya kujitegemea. Naomba tutumie akili kidogo. Hebu tufikiri kwa pamoja. Imagine mimi nina hela. Nina hela ambayo nafikiria kuwezesha. Nafikiria kumwezesha mtu mmoja. Sawa? Naomba tufikiri kwa pamoja. Nina hela kiasi fulani kutaka kumwezesha mtu fulani. Najisikia toka moyoni. Sasa nimekutana na vijana wawili. Mmoja yuko nyumbani ametulia, lakini mwingine
namkuta labda anazunguka na karanga, mtaji wake ni 5,000, anazunguka na karanga anauza. Na mwingine yuko nyumbani anamdai mzazi wake, mwambia mama yake, mama, mbona leo hujachemsha chai? Mama, chai iko wapi? Kwa akili yako ni yupi utampa mtaji? Sema vizuri, ni yupi ambaye utampa mtaji? Hata kama ungekuwa ni wewe, utampa yupi? Wewe ndio umejaliwa kuwa na hela, utampa yupi? Utampa yule anayeomba chai kwa mamake? Yaani swali la kawaida tu, ni swala la kawaida, kwa sababu yule wa karanga anaonekana anaweza kufanya kitu, isipokuwa amekosa uwezesho, amekosa msaada. Maana yake akipata kitu fulani anaweza akafanya kitu kikubwa zaidi. Huyu aliyeko nyumbani, huyu hata haieleweki anaweza kufanya nini, haieleweki anaweza kufanya nini. Yeye itaonekana yeye anachojua anaweza kula tu, kwa sababu anamdai mama chai. Lakini huyu ambaye ana akili ya kujitegemea, yaani ukianza kufikiria vile anavyozungusha karanga, unaona kabisa kwamba huyu ana budget. Manake hizi karanga akipata ile hela hali yote, ndio maana anaweza kaenda kanunua zingine zikiishi, kwa maana yake ana budget. Lakini pia anakutana huko njiani na vishawishi vingi sana. Wa kumuomba wapo, lakini vitu vizuri huko barabara anakutana navyo. Maandazi yanayonukia sana anakutana nayo. Lakini ile hela yake ya karanga ameendelea kuitunza, hata hanunui bagia. Anaendelea kuilinda. Kwa hiyo napata picha kwamba huyu mtu ana uwezo wa kutunza fedha yake, ana uwezo wa kuhifadhi fedha yake, ana uwezo wa kuilinda fedha yake. Lakini yule aliyeko nyumbani nakuwa sielewi chochote, mpaka nianze kuuliza, wewe unaweza kufanya nini? Anaweza kataja chochote? Anaweza kataja chochote? Na ndio hawa ambao ukimuuliza anakuambia mimi nataka kuendesha ndege. Nataka kuendesha hata baiskeli hajui kuendesha. Roho ya kujitegemea. Kujitegemea ni spirit. Ni spirit. Ni kitu cha ndani. Unasikia kwamba natakiwa kuwa na cha kwangu. Natakiwa kuwa na cha kwangu. Na kile cha kwangu ndicho ambacho kinaweza kikakufikisha mbali. Hatufikishwi mbali na vya watu. Vya watu unakula kinaishi hapo. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ya leo yamekaa kama ya msumari, lakini nasikia kuyasema tu. Huyu mwandishi Paulo, naomba niyarudie yale maneno ambayo ameyasema. Anasema tena, mjitahidi kutulia. Mara nyingi watu ambao hawana roho za kujitegemea huwa hawatulii. Hawatulii. Lakini mwenye roho ya kujitegemea anatulia, anafikiri. Anafikiri nifanye nini? Naweza kutokaje hapa nilipo? Naweza kuzalishaje? Naweza kupambanaje nikafika mahali fulani na mimi nikaonekana mtu? Naweza kutokaje na mimi nikaacha kustavu nikaanza kuishi? Tunajua kuna watu wanaishi. Amen. Kuna watu wanaishi. Na sisi wote tunatakiwa tuishi.
Wanasema tujitahidi kutulia na kutenda shughuli zetu. Hapa amesema zenu, mjitahidi kutenda shughuli zenu. Wategemezi hawana shughuli zao. Watu wenye akili za kuombaomba huwa hawafikirii kuzalisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Paulo anaendelea anasema, na kufanya kazi kwa mikono yenu wenyewe. Kwa kufanya kazi kwa mikono yenu. Mimi nawapenda sana Wachaga. Wachaga wako hapa? Wachaga mko wapi? Na wasifia, wana sio. Ni sifa nzuri. Wachaga wanapambana mwanangu. Wachaga na hela upiga. Yao Tanzania walizaliwa nazo. Yao Tanzania wanazaliwa wanasomeshwa kuhusu fedha. Sijui kwa sababu ya ile wanaoenda kuripoti kila mwaka ndio wahamasisha. Fanya shughuli yako. Fanya kulingana na uwezo wako. Kila mtu ana namna yake. Ana fursa zake ambazo ziko kwenye maisha yake. Usipoanza kuzifanyia kazi fursa wakati huu ambao huna chochote, usizani kwamba utakuja kuzitafuta ukiwa na chochote. Bwana asifiwe. Amen. Kwani fursa kwenye maisha yako uzione? Ni wanafunzi. Kwenye maisha yenu hakuna fursa. Naziangalia tu. Nasema nitatafuta nikikua. Saizi bado mdogo wewe. No. Una ng'ombe wangapi? Maana ile ni fursa ya Kimasai. Una ng'ombe wangapi? Wakufugia unapo, wakufuga wapo, na kila kitu kipo. Sio kama nakuzalisha na kutolea mifano. Nataka kuwaonyesha wenzio fursa. Miaka 3 unayokaa chuo, ng'ombe mmoja atakuwa tayari ameshazaa vitoto vitatu. Unapomaliza hapa utakuwa tayari na ng'ombe 4 ambao wanakula nyasi bure. Kwani mnauziwa nyasi bure? Alafu bomba ni la baba. Wanaishi pamoja na wale wa baba. Hiyo fursa ni ndogo. Kwa sababu hapo naona wanafunzi wanamaliza na kosa hata nauli ya kwenda mjini. Wewe utamaliza na ng'ombe wangapi? 4. Ng'ombe mmoja kwa bei ya chini kabisa 800,000. 800,000 mara 4 milioni 320 na milioni 3,200,000. Huu ni mtaji watu wanapambana kweli kweli waupate. Uendeshe maisha. Something is better than nothing. Kwa hiyo kwa sawa na anayemaliza chuo hapa haelewi hata namna ya kurudi kwao. Na akirudi kwao anaomba mpaka watu wa kunyolea ndevu na muomba mamake. Utakuwa sawa? Ipo kwa watu hata ndevu tu kuzihudumia ni gharama. Fursa nilisema kwa huyu iko kwa kina nani? Wasukuma. Ni fursa ambayo iko kwenye maisha yenu. Wagogo mpo. Wako wapi? Yaani ardhi inauzwa 50,000 kijijini huko ni ardhi. Ugogoni ardhi yani hipo. Ambayo ardhi
kama miaka miwili. Hili eneo hapa tunapofikia hapa, alinunuaga mwanafunzi mmoja alikuwa anasoma UDOM kwa bure. Wakati huo alinunua laki 2. Alikuwa anasoma hapa UDOM. Baada ya miaka fulani ikapita, akamaliza, akarudi huko kwao, alikuwa anatokea hiyo nyanda za juu kusini. Nimelinunua hili eneo kwake kwa milioni 11. Kilichofanya anunue eneo, achukue eneo, mimi sijui. Ila lakini mwingine semester kuanzia ya kwanza mpaka ya mwisho anatamani kula kuku. Anatamani. Nikishamaliza hapa najua baba na mama na serikali. Taanza kupita barabarani na bahasha, serikali, ajira serikali. Mama Samia, ajira. Kumbe fursa zinapita, unaziangalia, zinakatiza, zinakwenda. Wewe unakula kuku. Hello. Are you comfortable? Yes. Kuna watu wengine tena nawapenda sana, wakinga. Kuna wakinga hapa. Wakinga. Hiyo binti moja. Huyo hapa. Hawa wanajua kuzisaka hela. Yaani mnaweza kuanza wote kuchoma mihogo hapa. Baada ya miaka miwili. Mzee ana maduka ya jumla. Wewe bado unachoma mihogo. Nilikaa na mkinga mmoja, nilikuwa nafanya kazi ya kufundisha kule Tukuyu. Alikimbia huko kwa Makete, akaja pale Kiwira. Akawa rafiki yangu wakati nashuhudia. Akawa rafiki yangu, akasema bwana, mimi nimekuja huko, nimeacha mke na watoto Makete. Ila nimekuja hapa. Nimekuja kutafuta hela. Sasa maamuzi yangu, alikuwa anachoma mihogo kwenye majiko ya kienyeji ya mkaa yale. Si unajua ile. Akasema, "Kwa maji sinunue, wanachota huko mtoni. Nimepanga kula muhogo mwaka huu na maji ya kunywa ya bure." Yule jamaa alifikia Natania. Alikaa mwaka mmoja anakula muhogo na maji ya bure. Kwenye sehemu aliyojumua ile mihogo aliyojumua anachoma, ndio hayo ya sehemu anakula. Baada ya mwaka mmoja alifungua kiduka, akaendelea kuchoma, akafungua kiduka, akamuita mdogo wake. Akaja kuendeleza kile kijuo cha kuchoma mihogo, yeye tayari na duka pembeni. Funga moja tu. Maisha yanahitaji uamuzi thabiti, yanahitaji akili ya kujitegemea. Bwana asifiwe. Sijaelewa kwa nini na kuongelesha maneno matamu makubwa. Fursa ziko nyingi. Nimetolea mfano wa wafugaji. Fursa ziko nyingi sana, nyingi tu. Kila jamii ina aina yake ya fursa. Kila jamii. Na kuna fursa nyingi ambazo ziko ndani ya uwezo wenu. Alafu kukutana na fursa vizuri. Hata ukimaliza, unafikia utatembeza bahasha huko barabarani. Wewe fursa inakulipa milioni 3-4 kwa mwezi. Utaenda kufanya kazi ya kulipa WhatsApp. Lakini kama una akili tegemezi, hata kama utalipa 200, hata kama utalipa 100, utaenda. Sasa hiyo 100 na igawaje kwa mwezi Mungu wako? Hata siri wao wanafanyaje?
unipe chumba. Unipe chumba ule uweke na vocha. Yanaweza kujikuta tunaishi maisha magumu kuliko yale yako kijijini kuliko tunasema interior. Wewe maisha unayoishi ni magumu. Utamani hata mtu kutembelea. Unajua hali kwa ngumu, unakuwa pia mchoyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tusome maandiko mengine. Tuone baba zetu wa imani walikuwa wanafanyaje. Mwanzo sura ya 14 mstari wa 22 na 23. Hebu tumwangalie baba yetu mmoja wa imani anaitwa Abraham. Mwanzo 14 22 hadi 23. Abrahamu akamwambia mfalme wa Sodoma, nimeinua mkono wangu kwa Bwana Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi, ya kuwa sitatoa uzi wala damu ya kiatu wala chochote kilicho chako, usije ukasema nimemtajirisha Abraham. Naona hawa watu wa baba wa kiimani alikuwa na nafasi ya kutoa kutoka kwa mtu mwingine. Akasema sichukui hata unyuzi. Ili usije ukasema wewe ndio uliyenitajirisha, kwa sababu mimi ninaye wa kunitajirisha. Mimi ninaye wa kunitajirisha. Na kwa historia ya Biblia, Abraham alikuwa ni mmoja wapo watu matajiri sana. Matajiri mno. Lakini yakumbuka maneno yake ya mwanzoni. Hapo hajawa tajiri. Anapoongea hapo hajawa tajiri bado. Mafanikio ya maisha hayategemeani na uzao wako. Kwa sisi watu wa imani, kwa watu wa kawaida na experience za kawaida, wanasema mtoto mzazi maskini anazaa maskini. Lakini ukiokoka unakuwa umebarikiwa kwa Yesu. Amen. Sio mtoto wa yule maskini, wewe ni mtoto wa tajiri. Amen. Swara kote huko akili yake inaelekea vizuri. Angalia baba zetu ambao akili zao zimekaa vizuri. Anamwambia kwa ujasiri kabisa. Anasema 22, anasema Abraham akamwambia mfalme. Anamwambia nani? Sio kwamba alikuwa anamwambia mtu wa kawaida. Anamwambia mfalme ambaye ana mamlaka na ana vitu vyovyote. Anaweza kaamuru tu chukua ardhi hii yote kawa ya kwako. Lakini anamwambia kwa ujasiri, akamwambia mfalme wa Sodoma, nimeinua mkono wangu kwa Bwana. Maana yake hajainua mkono wake kwa mfalme, ameuinua kwa Bwana Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi, ya kuwa sitatoa uzi wala gidamu ya kiatu wala chochote kilicho chako, usije ukasema nimemtajirisha Abraham. Hii ni akili ya kujitegemea. Naomba kuanzia leo Mungu akujalie akili ya kujitegemea. Amen. Kuanzia leo Mungu akupe akili ya kujitegemea. Amen. Jitabirie mema mwenyewe. Amen. Fanya bidii kwa mikono yako. Fanya kazi kwa mikono yako. Amen. Hebu tuangalie maandiko mengine.
Mhubiri sura ya 2 mstari wa 4 na hadi wa 6. Tuone na yeye anasemaje. Suleimani anasemaje? Maana ni watu ambao walikuwa ni matajiri. Na hadi wa 6. Neno la Mungu linasema, nikajifanyizia kazi zilizo kubwa, nikajijengea nyumba, nikajipandia mashamba ya mizabibu, nikajifanyizia bustani na viunga, na kuipanda humo miti yenye matunda ya kila namna. Nikajifanyizia birika za maji na kunyweshea mwitu mliopandwa miti michanga. Unaona vitu alivyojifanyizia? Dodoma huwa nikipita huko Dodoma huwa nashangaa. Zamani nifikiri mazao hayastawi Dodoma. Kumbe matunda yote yanakubali Dodoma. Lakini wenyewe watu wa Dodoma hata hawapandi. Hawapandi machungwa. Hawapandi sijui malimao. Vinastawi tu. Sisi tukipanda pale moja pale nyumbani lina kwa matunda mengi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Wangapi wananielewa? Wakati mwingi umaskini ni majaliwa yako mwenyewe, sio majaliwa ya Mungu. Sio kama mnanielewa nasemaje? Umaskini wakati mwingi ni majaliwa yako mwenyewe, sio majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Uzembe wangu ndio unaweza kanifanya nikaendelea kuwa maskini. Sasa natakiwa kufanya nini? Moja ya vitu ambavyo tunatakiwa kuviangalia. Moja ya vitu ambavyo binafsi natakiwa kuviangalia. Moja, hakikisha unafisha roho tegemezi kwenye maisha yako. Ikatae roho tegemezi kwenye maisha yako. Sisemi usipewe vitu na watu, sio maana yangu. Kama kuna fursa ya mtu anaweza kukupa mtaji, anaweza kukupa kile, anaweza kupata, lakini fisha roho tegemezi, kwamba wewe unaishi kwa kutegemea. Anayepaswa kutegemewa ni Mungu tu. Hakikisha unafisha roho ya kutegemea kwenye ufahamu wako, kuanzia kwenye ufahamu wako. Yaani kwa kinywa chako nakiri kwamba mimi sio mtu wa kupewa. Mimi sio mtu wa kupewa. Yaani naweza kuwa ni ngumu kunielewa labda kulingana na standard ya maisha ulionayo, lakini nasema huo ni ukweli. Fisha roho tegemezi kwenye maisha yako ili uweze kutoka. Tunaifishaje? Muombe Mungu. Omba Mungu. Kama unaona nakukandamiza, muombe Mungu. Uwe muda na Mungu. Omba uwezesho. Omba uwezesho. Mungu akuwezeshe. Mungu anapitia watu, anaweza kupitia watu wakakuwezesha. Omba uwezesho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay.
Sehemu ya pili nimesema sehemu ya kwanza nimesema fisha tabia tegemezi kwenye maisha yako. Cha pili, jifunze kujihimiza mwenyewe. Jifunze kujihimiza mwenyewe. Yaani sio lazima ukumbushwe na mtu kwamba mwaka huu umefanya nini. Ndio unaanza kuhangaika kwamba jifunze kujihimiza mwenyewe. Sio lazima mchungaji akuhimize. Sio lazima mzazi wako akuhimize. Sio lazima rafiki yako akuhimize. Jifunze kujihimiza mwenyewe. Yaani unajitia moyo mwenyewe. Unajitia ujasiri mwenyewe. Unaamua mwenyewe. Unafanya mwenyewe. Na utatoka mwenyewe. Na kutoka sio kwa makundi, unatoka mwenyewe. Mimi namshukuru Mungu sana kwamba miaka si mingi atainua watu wa nguvu sana hapo mahali. Kabisa. Kabisa. Nalisema hili kutoka moyoni mwangu. From the bottom of my heart. Na najua Mungu anakwenda kuinua watu hapo. Amina. Lakini kwanza akili zenu zikae vizuri. Akili zenu zikae kiyesu Yesu. Yaani zisikae kisafa, zisikae kihaya, zisikae kisukuma, zisikae kimasai. Zikae kiyesu Yesu. Jifunze kujihimiza. Lakini katika kujifunza kujihimiza, viko vitu vichache ambavyo natakiwa kuwa very careful navyo. Tunapojifunza kujihimiza, ndani yetu tunakuza kuishi hata bila kujaliwa. Kuishi kwako usitegemee watu kukujali. Yaani watu wakujali wasikujali sawa tu. Wewe unasonga mbele. Hii ya kutegemea watu wakujali sana, watu hata wengine wanashindwa kuendelea na wokovu kwa sababu anaona watu tayari washageuka wako kinyume naye. Sasa nitabaki na nani mimi? Nitabaki na nani? Wote wako kinyume changu, basi ngoja niachane na wokovu yao. Hata watu wakikukataa, watu wasipokujali, watu wasipo appreciate, wewe songa. Kuza hali ya kujua kwamba wewe hakuna msaidizi, hakuna kusaidia. Unajua kwenye maisha ukijua kwamba mimi ndio mimi, hakuna mjomba, hakuna baba, hakuna nani, pale unaweza ukatoka kama mshale. Watu wengine wamechelewa tu maisha kwa sababu inawezekana baba zao wako vizuri. Sasa bahati mbaya wewe baba yako ambaye yuko vizuri na wewe unafanya kazi vizuri, kwa nataka uendelee kumtumikia pale. Usio na vyako. Nakumbuka akishaondoka ni mng'ang'aniano, mko wengi. Ni mapambano, ni vita.
Hata kama baba yako ana hela nyingi, kwenye mindset yako jiona kana kwamba huna msaada ili uweze kuchomoka. Ukitokea msaada ni nyongeza. Baba akikuongezea mtaji ni nyongeza. Mama akikutia sapoti ni nyongeza. Rafiki akikuwezesha ni nyongeza. Lakini ni wewe unataka kupambana. Ondoa akili, ondoa watu kwenye ufahamu wako. Kuna watu anakaa anasema atakuja kunisupport, atakuja kunisupport mwaka wa kwanza napita, atakuja kunisupport. Anazo nyingi, atanipa tu mtaji mwaka wa pili napita, atanipa mwaka wa tatu mara mvi zimeanza kuota kichwani, atanipa. Haya nayo ni kiroho. Lakini jambo lingine, kuza chuki juu ya mikopo. Kuza chuki juu ya mikopo. Usiendekeze tabia ya kukopa. Sisemi ni vibaya kukopa, lakini usiendekeze tabia ya kukopa. Tabia ya mikopo, kuna watu wamejenga nyumba kabisa kwa hela yako, ameitafuta mwenyewe, anaikopea mkopo ile nyumba, halafu inapotea nyumba yote, anaanza moja. Hizo ni tabia za mikopo. Kitaalamu mikopo kuna namna yake ya kukopa. Kuna namna ya kukopa. Kuna mazingira yanayokuruhusu kukopa. Lakini dukani umekopa, sijui kwa nani umekopa, kwa mangi umekopa, mshahara wako wote kija wote unaishia kwa mangi. Yaani wewe bila mikopo uishi. Hiyo ni tabia chafu. Hiyo tabia sio ya kipendwa. Na hiyo tabia sio ya maendeleo. Na kwa wale wafanyakazi, si kama wao wafanyakazi. Kwa wale wafanyakazi, mkopo una tabia ya kupunguza net salary yako. Kwa mfano, wewe kama net salary ya kwako ilikuwa ni 600,000. Net salary ilikuwa 600,000. Umemkopa mkopo ambao riba yake labda ni 100,000 kwa mwezi. Utaiona ni ndogo sana. Lakini kumbuka kwamba rejesho lake labda ni 200,000 plus interest. Let's say ya 50,000. Riba ya 50,000. Kurejesha kutoka kwenye 600,000 kurejesha 1,500,000, unaiona ni kitu kidogo. Lakini tafsiri yake, ile interest imepunguza net salary ile ya 600,000. Maana yake sasa hivi wewe kama ni miaka 3 unatakiwa ulipe huo kopo. Maana yake net salary yako ni 550,000. Net salary yake ni ngapi? Ni 550,000, kwa sababu ile 50,000 sio ya kwako, ni ya yule aliyekukopesha. Kwa net salary yako imeshuka. Wakati wewe nguvu yako yote ni kutaka ipande. Otherwise umekopa ile hela, unafanya biashara ambayo kwa mwezi na kuongezea hela nyingi, kipato ambayo inafidia. Ukiweka pale opportunity cost itakuwa inafidia kila ambacho unalipa riba. Lakini mtu anakopa anaenda kununua kitenge. Anakopa anaenda kununua kitenge.
Fisha, chukia tabia ya kukopa na kupenda zawadi. Kupenda zawadi. Na bahati mbaya hii tabia iko sana kwa mabinti. Wameingia kwenye mtego kwa sababu ya kupenda. Na wale wawindaji wanatumia zawadi ili kukusogeza jirani, ili uingie kwenye 18 zao. Mwambie jirani yako usipende zawadi. Mwambie tena usipende zawadi. Hapa nakufundisha kujitegemea. Usipende tu zawadi. Kaka, ukitoka likizo niletee na zawadi. Niletee na zawadi. Hapo unakuza nini? Kujihimiza. Unakuza kusonga mbele, kwenda mbele. Usipende zawadi. Na bahati mbaya wazazi tumewalea watoto, tumewakuza kwenye kupenda zawadi. Unaondoka analia na sasa nitakuletea zawadi. Naiona changamoto ambayo tunaendelea naye na babu pale, yani nitakuletea zawadi, ukirudi babu zawadi. Babu naye ananguruma, kesho nakuletea zawadi kesho. Ondoa uharibifu wa fedha au rasilimali. Ondoa kwenye ufahamu wako uharibifu wa fedha au rasilimali. Kuna watu akichacha tu kidogo ameshauza gauni, ameshauza nguo, ameshauza kipande cha ardhi. Yani hata hicho sio muhimu sana, na ameshauza simu, mara amebaki na katochi tu. Simu amenunua 500,000 anauza 200,000. Hiyo ni tabia ya uharibifu. Bila sababu chakula kile kinauzwa 10,000, 8,000, 5,000. Unaenda kula chakula kinauzwa 50,000. Ili tu umekula kwenye hoteli fulani. Jamani, hivi ngumu hivi kweli? Yaani kuna watu, na yeye ni roho kamili ya uharibifu wa fedha za watu. Yaani mtu akiwa na hela zinamtekenya hapa, anaweza kufanya chochote. Hata sipoombwa, yani aishatoa mwekundu. Hiyo tabia ni tabia haribifu. Ni tabia kandamizi. Ni tabia ambayo ya kuwafanya watu muendelee kushuka chini. Tunatoa hela kwa sababu, Bwana Yesu asifiwe. Hatutoi bila sababu. Hatutoi bila sababu. Kila hela unayotoa hiyo na sababu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama nimekupeleka kura mahali ambapo ni pabei, nina sababu. Kwa nini nimekupeleka hapo? Sababu mwingine naweza zisikwambie. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe na sababu.
lakini pia jifunze kujali fedha na rasilimali ya watu wengine. Jifunze kujali na kutunza rasilimali ya watu wengine. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Somo letu limeisha kwa leo.